Mwanzoni nimesema uchaguzi wetu ulikuwa ni uchaguzi mkali. Hilo hakuna anayelipinga. Aliwahi kuandika waziri wa mpango wakati wa uchaguzi, Profesa Kitila Mkumbo, ni mwalimu wangu wa saikolojia chuo kikuu cha Dar es Salaam. Aliwahi kuandika wakati tunaelekea kwenye uchaguzi, akasema hivi, ni chama, nafikiri alitumia neno gumu kidogo, chama, neno nafikiri kisicho makini au ni mpumbavu pekee anayeweza kuruhusu mwenyekiti na makamu wake waende kwenye uchaguzi. Lakini maneno yake mwishoni kwa alikuwa anatabiria kwamba ni anguko la chama chetu. Tumevuka kwenye hizo level. Mwana Chadema 90%, sijafanya utafiti lakini naamini zaidi ya 90% ya mwana Chadema yeyote unayemuona leo ameingia Chadema Freeman Mbowe akiwa mwenyekiti. Kwa sababu mwenyekiti Freeman Mbowe ameanza mwaka 2004. 2004 hata mimi nilikuwa mdogo. 2004 nafikiri nilikuwa na miaka 16. Zamani. Nilikuwa sijaanza siasa. Sasa unaweza kaona mtu ambaye ameanza 2004 mpaka 2025, 21 years, miaka 21 akiwa kwenye uongozi. Leo ni nani ambaye yuko ndani ya Chadema ambaye ana miaka zaidi ya hiyo 21 akiwa mwanachama wa Chadema? Mimi mwenyewe nimeingia Chadema mwaka 2013, mwenyekiti akiwa ni Freeman Mbowe. Sasa unapomwambia mtu ambaye amekuwa chini ya uongozi wa Freeman Mbowe kwamba tunabadilisha uongozi na ameona maendeleo ya chama, na Freeman Mbowe amefanya kazi kubwa, tunakubaliana wote, chini ya Freeman Mbowe, alafu leo unamwambia tu huyo tumweke pembeni tuweke mwingine, ni lazima atapata mshtuko. Sasa huo mshtuko ndio umeleta maumivu kwa wale ambao walikuwa wanaamini kabisa kwamba ni bado ni wakati wa Freeman Mbowe, ambalo ni of which ni jambo la kawaida kabisa kwenye mambo ya siasa. Kwa tunamwamini yule pia ambaye alikuwa upande wa Freeman, tunaamini kabisa kwamba na alikuwa sahihi. Na sisi ambao mimi binafsi niliweka wazi na nilifanya mahojiano na watu, nilikuwa upande wa Tundu Lissu, na sisi tulikuwa sahihi. Sasa maneno hayo uliyoyasema, of course alisemwa na mwanachama mwenzetu Freeman, na amini Yeriko Nyerere, akasema na Tundu Lissu akishinda miezi miwili ni mingi, chama kimekufa. Of course alikuwa ni maneno aliyasema kabla ya ushindi. Ni maneno ambayo yalikuwa ni kama kampeni. Lakini tunaamini Tundu Lissu alishindwa kipi? Ni jambo tu lile ambalo lilikuwa ni la kusababisha kwamba tumuone mgombea fulani ni mzuri kuliko mwingine, na maneno kama hayo yalitoka hata kwenye kambi ya Tundu Lissu kumnanga mwenyekiti wetu. Sasa pengine uchaguzi huo ndio ukaleta hayo maumivu ambayo healing process yake ni kidogo tutapona na tutajikuta tukiwa pamoja. Kwenye issue ya G55, kwangu mimi ukiniuliza, na nimeuliza hata kwenye makundi ya chama maswali magumu sana kuhusiana na G55, kwa sababu kiongozi wake kwa mfano wa G55 kaka yangu John Mrema alikuwa ni mjumbe wa secretariat ya chama makao makuu. Sasa mjumbe wa secretariat ya chama makao makuu ndo mpishi, yani secretariat ya chama pale makao makuu ndo wapishi wa agenda zote. Kwa ukiona tarehe 10 Freeman December 2024 Freeman Mbowe anaitisha press conference hapa anasema no reform no election, imepitishwa na kamati kuu, maana yake imeanzia kwa nini? Kwenye secretariat ya chama. Kwa alikuwa mpishi. Niliwahi kumuuliza mtu mmoja, John Mrema alikuwa mpishi wa hii agenda, wakati yeye anaipika hakuja na mkakati wa utekelezaji? Au nije atuambie kwamba mkakati ule tuliopitisha sisi kwenye secretariat baadaye na kamati kuu ya tarehe 3 na tarehe 4 uongozi mpya umekuja kukataa huo mkakati? Unaona? Sasa kutokana na hayo mazingira, bado ninaamini kabisa kwamba G55 na wenyewe bado wako kwenye maumivu ya uchaguzi, na healing process yake bado itaenda gradually, itachukua nafasi taratibu, na hatimaye tutajikuta wote tumepona. Wale sitaki kusema kwamba labda wanataka kusabotage, lakini ni ile tu ya kusema kwamba
tuibuke na hili. Kwa mimi ninafikiri hayo bado ni maumivu ya uchaguzi, kwa sababu ni agenda ambayo haikupitishwa na kamati kuu ya Tundu Lissu, ilipitishwa na kamati kuu ya Freeman Mbowe. Julius Mwita alikuwa ni katibu wa ile secretariat ya wakati ule. John Mrema alikuwemo, na wajumbe wengi waliinadi sana. Ukipitia hata accounts zao za social media utaona wameinadi sana wakati ule. Sasa leo kuja kuipinga tena au kusema, kuna kauli ambayo nilisikia kikao chao wanasema kwamba sisi tunataka reforms lakini hatutaki no election. Tunataka no reform lakini hatutaki no election. Sasa nikawa najiuliza, what if hizo reforms zisipofanyika? Mtiania mmoja niambie, kwa mfano mwaka 2020 John Mrema aligombea pale Segerea. Mwaka 2020 Julius Mwita aligombea pale Msoma mjini. Sasa mtiania mmoja niambie, huyo ama Julius Mwita wa Msoma mjini au John Mrema wa Segerea au whoever, akina Henry Cleo aligombea Mwanga, na wafahamu kwa sababu nimekaa nao Dar es Salaam, nilikuwa nafanya nao siasa. Sasa mtiania mmoja aniambie amefanya nini kwenye jimbo lake kuhakikisha tunapata viongozi wa serikali za mtaa mwaka jana 2024. Kama hawajafanya chochote, maana yake hiyo no election wanaoikataa hiyo ndio inatakiwa sasa tuitafutie suluhisho, kwamba tusiende kwenye uchaguzi tu kibubububu. Tutake reforms, lakini huku tutatengeneza mkakati wa uchaguzi usifanyike kama ambavyo mwenyekiti wetu amekuwa anasisitiza. Kwa hiyo lazima tukubaliane kabisa kwamba mfumo wa chaguzi zetu kama taifa una shida, na kwa sababu una shida tunatakiwa kutafuta suluhisho. Kwenda kwenye uchaguzi wenye shida ni kutafuta kujichinja wewe mwenyewe. Lakini wananchi bado wanataka kufahamu na kuelewa kwamba msimamo wenu unaosema kwamba no reform no election, kwamba na hii sio kwa Chadema tu, lakini bali itakwenda kupelekea mpaka nchi kwamba isiingie kwenye uchaguzi kwa sababu ya Chadema na kuonekana na kutokusaini zile baadhi ya kuitwa na NEC na kusaini baadhi ya document ya kuonekana kusaini. Watu sana bado na msimamo